بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tuendelea inshallah kwa madarasa yetu haya ya sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tumefika katika baadhi ya mafunzo tunayotoka katika hiki kisa cha Bani Qainuqa. Jambo la kwanza kabisa tutakaloanza nalo ni kuwa kisa hiki chatuonyesha namna ambavyo hawa Mayahudi ni watu wa hikdi. Tabia yao ni hikdi na uchochezi, na kuvunja ahadi. Na leo mtu yote atafuatilia hata huko Filistina na Israeli yanayotokea, hakika ni mambo ambayo wao wamefanya kadri. Wale wa Filistina maskini wamewakubali, wakawaingiza. Walikuwa hawana sehemu wale Mayahudi, na wale wa Israeli walikuwa hawana sehemu ya kuishi, basi Mafalestina wakawakubali, wakawaingiza, wakawapa nafasi. Kisha baada ya kuwapa nafasi, wale pole pole wakaanza sasa kuwatoa, kuwavunja mpaka hali imefika hali iliyoko. Mungu awajalie itwaje usahali na waondolee dhulma zinazotokea kule. Naam, kwa hivyo ndio kawaida ya Mayahudi, na tutaona mara nyingi yale makabila yote ambayo yalioko pale Madina ya Mayahudi, wote hao watavunja zile ahadi, na itakuja moja baada ya nyingine. Imeanza na hii Bani Qainuqa kama tulivyosema, ndio wa kwanza waliovunja ile ahadi. Naam. Ama jambo la pili tunalotaka, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, tunalotaka ama tunalopata funzo hususan hili ni kubwa, ni muamala wa Waislamu na wanafiki. Vipi sisi tufanye muamala na nani? Na wanafiki. Tufaa kufanya nao vipi? Tufaa kuingiliana nao vipi? Nini hukumu yao? Taban huyu itwaje Abdullah bin Ubay bin Salul, unafiki wake ulikuwa ushadhihirika. Unafiki wake umedhihirika. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatakwenda kuwapiga vita hawa, wao hawafanya nini? Hawamkubali. Yeye itwaje Abdullah bin Ubay bin Salul hataki, amwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wao waache sijui nini. Hii ni moja dalili kubwa kabisa kuwa huyu alikuwa ni katika wanafiki. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akijua, na ilikuwa mashuhuri kwa maswahaba kwa huyu ni mnafiki, mpaka mtoto wake mwenyewe kama itakavyokuja baadaye, mpaka mtoto wake mwenyewe Abdullah bin Ubay bin Saluli, mtoto wake pia akiitwa Abdullah, alikuwa yajua kuwa huyu babangu ni mnafiki, na alikuwa maskini yuatamani afanye nini? Aongoke. Huyu mtoto wake amwambia Bwana Mtume kama itakavyokuja baadaye, ya Rasulullah, ukiamrisha babangu auawe, afadhali uniache mimi nimuue, usimwamrishe mtu mwingine, kwa sababu lao utamwamrisha mtu mwingine, labda mimi kila nikimwona yule mtu nitakuwa nakasirika na naweza kukosea, labda nikamtendea ubaya yule, na mimi siwezi taka kuingia motoni kwa ajili ya kumdhuru Muislamu mwenzangu. Lakini lao utaniacha mimi nimuue babangu, khalas mimi ndo nilomuua, kwa hiyo hakuna mtu mwingine ambaye atabeba nini masuhulia. Almuhim, huyu Abdullah bin Ubay bin Salul maarufu unafiki wake. Lakini sasa jambo ambalo muhimu zaidi, jambo muhimu sana, ni kuwa munafiki katika dunia hufanyiwa muamala kama Muislamu. Munafiki hapa katika dunia sisi tutamfanyia muamala kama Muislamu. Maana hakika sheria zimegawanyika namna mbili, ama hali mbili, ama sehemu mbili, namna ya muamala hapa duniani na muamala wa kesho akhera. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie hisabu yasira, sio ni kuwa hapa duniani sisi tutafanya muamala, tutafanya muamala baina yetu kwa mujibu wa dhahir. Kwa mujibu wa dhahir, yule mtu yaswali khalas ni Muislamu, yule mtu yafunga khalas ni Muislamu, yule mtu yatoa sadaka yatoa zaka khalas ni Muislamu, wa hakadha. Tutafanya muamala kulingana na dhahir. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingawa alikuwa ashapewa wahi, na yupewa wahi kuhusiana na nafiki, na yajua hali za wengi katika wale wanafiki, wao wanaficha mambo moyoni, yeye Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajua. Kama ilivyokuja katika sahihi kuwa Sayyidina Hudhaifa al-Yaman, ilikuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimwambia huyu ni munafiki, huyu ni munafiki, huyu ni munafiki. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akijua, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwafanyia hukumu, akiwafanyia muamala kama ndugu zake, kama Waislamu wengine, hakuna tofauti. Kwa hiyo ni lazima sisi hapa duniani, hata kama wadhani mtu ni munafiki, huna haki ya kumhukumu ama kumtoa katika Uislamu. La, wewe ni uketi ufanye muamala naye kama ambaye ni Muislamu. Na hili halimaanishi kuwa khalas ulegeze kamba yule akuenjoy, akudanganye, akuhadae. La. Yale ni mambo mengine. Muumini hatezei bwana.
Muumini hafanyiwi mateso, hafanyiwi hadaiwi, la. Lakini lau itakuja katika labda wewe ni kadhi, unataka kutoa hukumu, lazima utoe hukumu kama ambaye yule ni Muislamu, lakini ujiepushe, yani ujiepushe na shari yake. Ukijua huyu bwana ni mrongo huyu kadha, jaribu ujiepushe ili usidanganyike, ili usidanganywe, hiyo haina neno. Tamam. Lakini katika muamala lazima tuwafanyie muamala kama Waislamu. Kisha yatakayokuja siku ya akhera, hayo si yetu, ni baina ya Allah na nani, na huyo mja wake. Naam. Kisha mafunzo mengine sasa, na haya ni muhimu, ni wilayatu ghairi almuslimina. Nini hukumu ya kufanya wilaya na wasokuwa Waislamu? Ama tukiwa daqiq, nini maana ya hiyo wilaya? Yani nini maana ya kufanya wilaya na wasokuwa Waislamu? Kwanza kabisa, hiyo wilaya ama tukisema mtu kufanya wilaya na wasokuwa Waislamu ni haramu, yani ni kufanya mahaba ya dhati. Mahaba ya dhati mpaka kuwe na taawun baina ya Muislamu na kafiri. Yani wewe umemfanyia ule taawun kubwa sana, yani kama umemfanya tuseme bui, kama swali linavyosema, au ndugu yako umemfanya kama ndugu yako. Ile haifai, ile haifai. Na aya ziko wazi. Aya tumeitaja katika darasa iliyopita, na aya nyingine Mwenyezi Mungu asemaje? La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Sema Mwenyezi Mungu, la yattakhidhul mu'minuna, hao wasiwatukue hawa waumini makafiri awliya, kuwa ni hao tulisema marafiki wa ndani sana sana sana, min dunil mu'minin, bila kuwa kutoatukua waumini. Yani mtu aende atafute, bwana mimi rafiki yangu bwana fulani bwana na ambaye si Muislamu, basi hii ni haramu. Hii ni nini? Ni haramu. Na hii kihakika watu manake wengine watasema basi hii vipi sisi tuambiwa hawa tusitukue urafiki, yani tusiishi nao, tusifanye muamala? La, laisa kadhalika. Maana yake kama tulivyosema ni umtukue kama rafiki wa ndani kabisa, hapo ndo haramu. Yani alghadhabu lillah, wewe ukasirike kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah jalla jalalu. Haimaanishi ati wafanyie hiqdi, haiwafanishi wafanyie hiqdi, haiwafanishi uwachukie yani dhati zao, la. Wewe wachukia ule ukafiri wao. Haimaanishi uende uwapige, uwadhulumu, waibie mali zao, la. Inamaanisha wewe unachukia ule ukafiri wao. Na hapa maulama watuambia hii ni kama chuki ama kukasirika, si chuki afwan, hii ni kama kukasirika kwa baba kwa mtoto wake akifanya makosa ama akifanya jambo ambalo si la maslahi yake. Kwa mfano mtoto atakwenda kujitia kwenye moto, yule baba atafanya nini? Atakasirika, labda atampiga hivi ili asiende kule kwenye moto. Kwa sababu gani? Yomchukia yule mtoto? La, yompenda. Ndio sisi kama Waislamu fil hakika lazima muumini wa hakika apende mwenzake, apende wanadamu wote yale anayojipendea yeye. Kama vile ambavyo wewe Muislamu unataka kuingia peponi, basi uwapendelee pia makafiri wataka kuingia wapi? Kuingia peponi, yani wasilimu. Mshaona? Kama vile unavyojipendelea wewe uswali ili upate radhi za Allah jalla jalalu, basi wafaa kupendelea wengine hivyo hivyo. Basi kwa namna hiyo sasa, kwa upande huu ndo mtu anakasirika akiona huyu ni ndugu yake katika ubinadamu, lakini anafanya nini? Anafanya kufri. Kwa hiyo si ati wewe yule kafiri wamchukia khalas utakumwona, la. Yani wamchukia lillahi ta'ala, na lau atakuja taslimu utafurahi, bali wewe watamani asilimu, ndio maana wewe ndio wamzungumzisha. Manake hii ndio uhakika hata mahaba kihakika. Manake wewe huendi kwa yule kafiri isipokuwa wamtakia nini? Wamtakia khairi. Basi hii ni mahaba kihakika. Tamam. Lakini mara nyingine ile mahaba hufanya mtu kidogo afanye nini? Awe na shida, afanye na kasawa. Mpaka yule mshairi asema fagasa liyazdajiru wa man yakurahiman faliyajis ahyanan ala man yarhamu. Wasema yani mara nyingine yule mtu ambaye yuampenda ama yuamrehemu mwenzake, faman kana rahiman faliyagis ahyana, basi mara nyingine lazima kidogo moyo uwe ni moyo mgumu kidogo, ili ampendaye yule afanye nini? Atengee hali yake iwe ni nzuri. Kwa hiyo haimaanishi ati tusiingiliane nao hawa katika muamala, wala tusiuziane, la, wala tusizungumzane yani kwa mazungumzo mema, la, bali ni ruhusa, bali ndio uzuri. Uislamu utufundisha kwa sisi tufanye muamala wa uadilifu nao hawa, na tuwe na muamala mwema nao, lakini tu sisi tuwatakia wao khairi. Kwa hivyo hatufurahiki ule ukafiri wao, hatufurahiki nini? Ule ukafiri wao. Allahu aalam. Pia sisi kama Waislamu tunafaa kuombea dua wasiokuwa Waislamu. Tuombe dua mtu aliye huni ummati Muhammad
watu watakwenda motoni, basi mtu aombee dua mpaka yani Mungu akiwapa ile hidayah, na tushukuru Mungu mwisho baada ya hapo. Na inshallah tutakoma hapa. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.